uliounganishwa na mimi kwa kitovu changu. Bwana Yesu, ruhusu damu yako iondoe nafsi yangu kwenye vifungo vya dhambi, kwenye maagano ya dhambi, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nafsi yangu iachiliwe, nafsi yangu ikombolewe, nafsi yangu ifunguliwe kwenye vifungo vya dhambi, kwenye maagano ya dhambi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakataa kutumikishwa na dhambi, ninakataa kutumikishwa na maovu, ninakataa kuwa mfungwa kwenye maisha yangu kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya maovu ya wazazi wangu, ya mababu zangu, ya bibi zangu. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, ninakusihi Bwana, ingilia kati kila namna ya kifungo kinachotokana na dhambi, kifungo cha maisha, kifungo kwenye uchumi, vifungo kwenye uchumi, vifungo vya afya, vifungo vya kifamilia vinavyozuia hatua zangu, vinavyozuia maendeleo yangu kwa sababu ya dhambi, agano la dhambi lililofungamanishwa na jina langu. Kwa damu ya Yesu naomba kufunguliwa, kwa damu ya Yesu naomba kufunguliwa, kwa damu ya Yesu naomba kutakaswa, kwa damu ya Yesu niwekwe huru, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Omba kwa imani, omba kwa imani. Hakikisha una mazingira yanayokupa uhuru wa kuomba. Omba kwa imani, jiachie, omba kwa imani. Ukijisikia kutembea tembea hapa kanisani, ukijisikia kukaa kwenye kona fulani, mwambie Bwana, naiachilia damu ya Yesu, nakataa kuendelea kutumikia dhambi, naiachilia damu ya Yesu, nakataa kuendelea kuwa mtumwa kwa sababu ya dhambi, naiachilia damu ya Yesu, nakataa kushikiliwa na agano la maovu na dhambi, naiachilia damu ya Yesu kwa ajili ya watu wafuka, kwa ajili ya usharika wafuka, kwa ajili ya ardhi ya fuka, kwa ajili ya anga la fuka, kwa ajili ya nafsi za watu wafuka. Tunaiachilia damu ya Yesu. Tunakataa roho ya utumwa, tunakataa roho ya uteka, tunakataa kwa damu ya mwana kondoo. Acha hiyo damu yako Bwana, ikaondoe mapoza, ikaondoe mauti, ikaondoe laana ya mpinga Kristo kwenye eneo hili, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho zinazozuia nguvu ya maombi mahali hapa kwa sababu ya dhambi, na achili ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu Kristo ikaamshe vipawa, ikaamshe karama, ikaamshe huduma zilizokufa mahali hapa kwa sababu ya dhambi. Maandiko yanasema baba zetu walikutenda dhambi na sasa hawapo, tumeyachukua maovu yao. Bwana, ulisema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Bwana, tunaibeba dhambi ya babu zetu, tunaibeba dhambi ya mama zetu, tunaibeba dhambi ya watu waliotanguliwa kwenye eneo hili, tunaibeba dhambi ya mababu na mabibi, tunaibeba hiyo dhambi iliyokaa kwenye ardhi. Samehe Bwana, samehe Yesu, samehe, komesha mateso, samehe, komesha utumwa, samehe, komesha uharibifu, samehe Bwana, komesha mapatilizo kwa damu yako Bwana, kwa damu yako Yesu. Achilia rehema, maana wewe ni mwingi wa rehema, si mwepesi wa hasira, kama maandiko yasemavyo, unawarehemu na elfu wakupendao wewe Bwana na kuzishika amri zako. Ninaomba rehema Baba, ninaomba rehema Yesu, kwa damu ya Yesu. Reramandorobosakayanda ikoredebosekekaliamanderebasaya, kwa damu ya mwana kondoo. Lango la maombi lilofungwa mahali hapa likaachiliwe kwa damu ya mwana kondoo. Lango la maongezeko lilofungwa kwenye ulimwengu wa roho mahali hapa likaachiliwe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya msalaba. Huduma zilizofungwa zikaachiliwe kwa damu ya Yesu. Nafsi zilizokamatwa na adui zikaachiliwe kwa damu ya Yesu. Ninatubia dhambi ya zina, ninatubia dhambi ya uasherati, ninatubia dhambi ya mauaji, ninatubia dhambi ya kumwaga damu, ninatubia dhambi ya kutoa mimba, ninatubia dhambi ya kuua. Bwana samehe, samehe Bwana, samehe. Tumekutenda mabaya, tunasimama mahali palipoharibika kama maandiko yasemavyo,
wewe Bwana unaangalia, uone ikiwa yuko mtu anayeweza kusimama mahali palipoharibika, ili ukapate kuzisimamisha kuta na kuzitengeneza tena boma. Oh Bwana, samehe Bwana dhambi, ondoa uharibifu Baba, samehe dhambi, ondoa uharibifu kwenye familia, samehe dhambi Bwana. Eramandereboshakaya rebozalamakoteterigelezedegredebosika, rehema zako Bwana zikatupe mpenyo kwenye lango la elimu tena. Samehe dhambi Bwana, ponya elimu ya watoto. Samehe dhambi Yesu, ondoa kensa katikati ya jamii. Samehe dhambi Bwana, okoa kwa rehema zako Bwana, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya agano jipya. Inaimwaga damu yako kwenye ardhi ya eneo hili, inainyunyuza damu yako kwenye anga ya eneo hili, inainyunyuza damu yako kwenye nyumba za watu wa mji huu Bwana, na iachilia damu yako maeneo yote ya njia panda, inaipeleka damu yako chini ya kila mtu wenye madhabahu. iramasoparegezoli ya antoteli agadonda la mandere basaya. Bwana wa rehema, achilia rehema Bwana, mipaka ikaondoke juu ya watu wako. Achilia rehema Bwana, mapigo yakaondoke katikati yetu, mapigo ya magonjwa, mapigo ya njaa, mapigo ya ugomvi, mapigo ya mafarakano, mapigo ya mauti, mapigo ya umaskini na ufukara. Samehe Bwana, leta njia pasipo na njia. Samehe Yesu, samehe Yesu, mwondolee ibilisi mamlaka zote alizonazo zinazompa uhalali. Samehe Bwana, futa kila hati ya mashtaka tunashtakiwa nayo mbele zako. Samehe Jehova, futa kila hati ya mashtaka watu wako wanashtakiwa nazo mbele zako. remandora masekele gadama rikama yanderebo seke kuria basaya. Samehe Bwana, ondoa hizo alama ambazo watu wamewekewa kwenye ulimwengu wa roho. Samehe Yesu, ondoa hizo alama ambazo watu wamewekewa kwenye ulimwengu wa roho, kwa damu ya mwana kondoo bosekele manderebo sika, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila alama ambayo watu wamewekewa, alama zinazompa ibilisi walali, alama zinazompa shetani mamlaka, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya agano jipya Yesu, kwa mamlaka ulionipa, inaomba kwa damu yako hizo alama ziondoke, hizo alama ziondoke. Alama ya utumwa iondoke, alama ya kutumikishwa na adui iondoke, alama ya umiliki iondoke kwa damu ya Yesu. Kwenye paji la uso kwa damu ya Yesu naondoa, kwenye kifua kwa damu ya Yesu ninaondoa, kwenye mikono kwa damu ya Yesu ninaondoa. iramazoli ageteli ya mandorebosaya. Kila alama ambayo inaachilia network kwenye ulimwengu wa roho, inaituma hiyo damu ya Yesu roposaka yakalamandelelebosika, kwa damu ya mwana kondoo. Namnyang'anya ibilisi mamlaka za kumiliki watu wa mahali hapa, inamnyang'anya shetani kila uhalali alionao wa kumiliki na kutawala. Inaondoa hizo chapa za kuzimu ambazo amewabandikiza watu wa Mungu mahali hapa. yekabababababasandelegedebragandalaradavakoria yekoroposeketelegrendeleredebosika yamamontiligedusha pandoredebosa ria agagonkotelina mandelelebakoria mandelebosika. Inaagiza lile jeshi la mbinguni Bwana, malaika wa Bwana wale waliomfuata Joshua, wakambiwa mvueni hayo mavazi, maana amevikwa mavazi machafu. Ukawaambia wamvue yale mavazi na wambalishe mavazi masafi. Au malaika wako Bwana wakamvue kila mmoja mahali hapa vazi aliloandikiwa mauti nalo, vazi alilopewa kwenye ufalme wa giza na mamlaka za adui na za kuzimu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya agano jipya. Iyanelebo shandara bakoria basaya. Watu wako wakavuliwe mavazi ya kimamlaka, mavazi ya kimamlaka kwenye ufalme wa giza, mavazi yenye mamlaka za kichawi, mavazi yaliyobeba mamlaka za kiagenti, mavazi yaliyobeba mamlaka
za uharibifu kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya msalaba, kwa damu ile inayomema kuliko ya pili. Oh Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, yaliyonenwa kinyume chako mahali hapa ninayafuta kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Yaliyonenwa kinyume chako kwenye majina ya watu wa Mungu mahali hapa ninayafuta kwa damu ya Yesu. Yaliyonenwa juu ya ardhi, yaliyonenwa kwenye anga, yaliyonenwa juu ya madhabahu ili kumilikisha ibilisi eneo hili la kanisa ramamoseketeredebo, sawasawa na Isaya mlango wa 7 ule mstari wa 7, neno la Bwana linasema maneno haya hayatakuwa wala hayatasimama. Ekarendo reboshete rika bayando rebosika. Ninayafuta hayo maneno ya kwamba watu hawa ni watu wa kuugua, hayatakuwa hayatasimama. Ya kwamba watu hawa ni watu wa kuteswa na magonjwa, hayatakuwa wala hayatasimama. Ya kwamba watu hawa hawatafanikiwa, hayatakuwa wala hayatasimama. Yaliyoandikwa watu hao watakuwa watu wa mafarakano na ugomvi, na yafuta hayatakuwa wala hayatasimama. Yaliyoandikwa kwamba watu hao hawataweza kuomba wala hawatapenda ibada, na yafuta hayatakuwa hayatasimama. Yaliyoandikwa kwamba watu hao watafilisika, ninayafuta hayatakuwa wala hayatasimama. Shakapori ya mandala masike yeka mandala ya gaduri ya mandala masaya. Natuma jeshi la malaika waende kwenye kila kibanda, waende kwenye kila nyumba, waende kila ofisi ya biashara, waende wakapindue. Asema Bwana wa majeshi, nitakipindua, nitakipindua. Hichi hakitakuwa. Napindua viti vya malkia wa kuzimu vilivyoinuliwa kwenye eneo hili la Fuka. Ninapindua viti vya wafalme wa giza vilivyoinuliwa kwenye eneo hili la Fuka. Ninaachilia radi za moto, mapigo yashuke yakapasata yagadabasaya. Ninaagiza ufalme wa Mungu aliye hai ushuke mahali hapa, ushughulike na maagenti, ushughulike na wachawi, ushughulike na wanga, ushughulike na waganga, ushughulike na asili mbaya, ushughulike na mizimu yakabolelelelelelelula hadaya yendorodobosika. Maandiko yanasema wakati wanafunzi wanaomba, mahali pale walipokuwa wanaomba palitikiswa na nguvu zikashuka, nguvu zikashuka zikamwagika mahali pale, watu wakajazwa na Roho. Na Bwana ninaomba maombi haya yakatikise ardhi ya Fuka, maombi haya yakatikise anga la Fuka, maombi haya yakatikise watu wa Fuka wajazwe na Roho wa Bwana, watu wa Fuka wajazwe na nguvu ya maombi, watu wa Fuka wakapokea ujazo ekororobosatayanaraba. Oh Bwana, roho ya ukame iondoke kwenye eneo hili, ukame wa kimaombi uondoke, ukame wa neno la Mungu uondoke, kila namna ya ukame na kukaukiwa rohoni viondoke, viachie waombaji ambao adui amewanyamazisha wakaamke kwa upya, waombaji ambao kuzimu imewapiga kwa magonjwa wakaachiliwe, waombaji ambao malango ya giza yamewakamata kwa dhambi na maovu wakaachiliwe. Ninatangaza majira mapya ya Bwana kuonekana mahali hapa, majira mapya ya Mungu kudhihirika mahali hapa, na nguvu zake na uwezo wake na mamlaka yake na ukuu wake. Mene 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 tekeli na perisi, ufalme wako ibilisi umehesabiwa. Bwana amekukataa, hautaendelea kutawala, hautaendelea kusimama. Maandiko yanasema watu walipomtukuza Herode
Herode, Mungu alichukia, akaagiza Herode. Herode akapigwa kwa chango, wakapigwa kwa chango akafa. Na mimi ninaagiza Farao anayeshikilia watu wa eneo hili akawaachie. Farao anayezuia watu wa eneo hili kuomba akawaachilie. Farao anayepingana na maendeleo ya watu hao akawaachie. Roho ya utumwa iachie watu, utumwa wa kiuchumi uachie watu, utumwa wa kiroho uachie watu, kutumikishwa na maombi, kutumikishwa na magonjwa kuachie watu. Oh Bwana, katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Bwana wa mabwana, Mfalme wa wafalme, neno lako linasema malaika wa Bwana ufanya kituo akiwazungukia wamchao. Oh Bwana, ukafanya kituo mahali hapa, maana ulimwambia Abraham, nikikuta huko watu 10 wanaolitia jina la Bwana sitaupiga mji. Umesema Baba, unatafuta mtu mmoja asimame kwenye zamu ili usiangamize nchi. Ukasema Bwana, unatafuta mtu mmoja anayeomba ili ukazisimamishe kuta, ili ukazijenge boma. Oh Baba, kwa ajili ya mwombaji mmoja anayeomba mahali hapa, usipige nchi. Kwa ajili ya mwombaji mmoja anayeomba kwenye familia, usipige watoto, usipige mama, usipige baba, usipige babu, usipige bibi, usipige ukoo. Yesu, inua waombaji watakaokaa kwenye zamu zao, ili mahali hapa Bwana pakajae mafuriko. Inua waombaji Yesu, inua wana maombi mahali hapa, inua wana praise mahali hapa, inua Baba, inua vipawa vilivyozikwa kwenye ulimwengu wa roho, na vifukua na vifukua na vifukua. Maana maandiko yanasema Isaka akavifukua visima vya baba yake Ibrahimu. Nami Bwana naagiza visima vilivyofukiwa kwenye ile eneo la Fuka vikapokea neema ya kufukuliwa. Vifukuliwe, vifukuliwe, vifukuliwe. Nafsi za watu zilizozikwa zifukuliwe. Vipawa vya watu vilivyozikwa vifukuliwe. Karama za watu zilizozikwa zifukuliwe, zifukuliwe, zifukuliwe. Karama mama zimezikwa kwenye ardhi zifukuliwe, zimezikwa kwenye makaburi zifukuliwe. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya msalaba, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya agano jipya. Oh Bwana, inua kina Yeshua, inua kina Joshua. Bwana, neno lako linasema Bwana akaiamsha roho ya mfalme Koreshi, akaamsha roho ya makuhani, akaamsha roho za kina Joshua na watu wengine wote ambao Bwana alipenda kuziamsha roho zao. Nami ninaomba mahali hapa roho za watu ziamke, roho za waombaji ziamke, roho za watoaji ziamke, roho ziamke. Na zinapoamka na uchumi wao ukamke, na zinapoamka na afya zao zikamke, roho zao zinapoamka na elimu zao zikamke. Maana neno linasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama ambavyo roho yako inafanikiwa. Nami Bwana natangaza mahali hapa, wapenzi wako watu wafuka wakafanikiwe kadiri roho zao zinavyofanikiwa, na wao wafanikiwe kadiri roho zao zinazofanikiwa, na watoto wao wakafanikiwe kadiri roho zao zinavyofanikiwa, na uchumi wao ukainuke. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yendorobosika ya gaduli ya manerebosiki ikabababababababa. Oh Bwana, ulisema katika Yeremia mlango wa 1 ule mstari wa 19 ya kwamba
watashindana nawe lakini hawatashinda, watapigana nawe lakini hawatakuweza, kwa maana mimi nipo pamoja nawe ili nikusaidie, asema Bwana, asema Bwana. Oh Baba, unaliangalia neno lako ili upate kulitimiza. Kila ufalme utakaoinuka kushindana na Bwana mahali hapa hawatashinda kwa jina la Yesu. Kila ufalme utakaoinuka kupigana na Bwana mahali hapa hawataweza, maana Bwana ana nguvu kama nguvu za nyati, ndivyo neno linavyosema. Bwana ana nguvu kama nguvu za nyati. Aliwaokoa Israeli kwa nguvu zake kama nguvu za nyati. Aliwavusha bahari ya Shamu kwa nguvu zake kama nguvu za nyati. Aliwapa mana jangwani kwa nguvu zake kama nguvu za nyati. Hizo nguvu za nyati zikamke mahali hapa, zikamke mahali hapa. Simba wa kabila la Yuda, Yesu Kristo akatoe mgurumo kama mgurumo wa radi kutisha kila mamlaka zilizo kinyume na yeye na kuinua mamlaka yake. Ufalme wa Bwana ushuke mahali hapa, mamlaka za Mungu aliye hai zishuke mahali hapa. Oh Bwana, neno lako ni mbegu kwa siku zote hizi za mahubiri, siku zote hizi za maombi, siku zote hizi za mafundisho, zikawe mbegu, zikuzalie matunda. Oriamandoredebosike, watu wakakuone wewe mahali hapa Baba, watu wakakuone wewe mahali hapa Yesu. Ninatuma moto mpaka kwenye nyumba za watu, natuma radi za moto kwenye madhabahu za wachawi wanaozunguka eneo hili. Radi za moto zikapiga madhabahu zao, radi za moto zikapiga madhabahu zao, ziwe chini ya kitanda zikapigwe kwa radi za moto, ikiwa ziko darini zipigwe kwa radi za moto, iwe chini ya miti mikubwa napiga kwa radi za moto, ama kwenye magofu ya nyumba napiga radi za moto, ziwe kwenye mapongo napiga radi za moto. Madhabahu zao walizojenga njia panda nazipiga kwa radi za moto. Madhabahu zao walizozinua kwenye vilele vya milima nazipiga kwa radi za moto. Sakabalalorobosaya, radi zishuke, radi zishuke, piga 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 piga, oh piga mapigo 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 mapigo, napiga kila kilichoinuliwa kinyume cha Bwana mahali hapa, napiga kila kilichoinuliwa kwa kafara za damu za watu, napiga kila kilichoinuliwa kwa kafara za damu za wanyama, napiga kila kilichoinuliwa kwa kafara za damu za ng'ombe, za damu za mbuzi, za damu za kuku. Napiga 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 walioleta waganga kwenye eneo hili ili kufanya mazindiko kwenye nyumba zao, napiga hizo madhabahu, napiga wafalme walioleta waganga ili kuloga ndugu zao, napiga uganga wao. Bwana wa mabwana, mfalme wa vita usiyeshindwa, uliyeketi mahali pa juu, maandiko yanasema Bwana amechungulia kutoka juu mbinguni, anacheka. Bwana anacheka, Bwana anacheka, nami ninawacheka. Tunatangaza vicheko, fedheha na aibu juu ya ufalme wote wa adui. Oh, unaofurahia vifungo vya watu mahali hapa, mutachekwa, mutachekwa, mutachekwa. Anguko, anguko, anguko juu ya washirikina wote. Anguko, anguko, anguko limekuja juu ya wachawi wote. Anguko juu ya maajenti wote. Anguko juu ya waganga wote. Maandiko yanasema usimwache mwanamke mchawi kuishi. Ninaongeza hapo na
mwanaume mchawi asiishi, isipokuwa amesarenda uchawi wake, apigwe kwa mauti, apigwe kwa mauti, apigwe kwa mauti, apigwe kwa mauti, apigwe kwa mauti. Chawi wa eneo la Fuka apigwe kwa mauti, anaotesa watoto wa watu apigwe kwa mauti, aliyefunga ng'ombe za watu zisizae apigwe kwa mauti, aliyepandikizia watu maroho ya ulevi apigwe, apigwe, apigwe. Na kamata mkuu wa wachawi wa eneo hili na mnyonga ekabarano. Bwana wa vita, no mercy, hakuna huruma juu yao. Walioua watoto wetu ni zamu yao ya kufa, walioua huduma zamu yao wafe, walioua kazi zamu yao wafe. Mauti na mapigo yafurikayo kama mama yekarararararo. Oh Jesus, shalalala amas eko iselide zabalonde de baya ingongo shale zizabobo silenga maya toride namosh shikahaga gongelena riaonde sale agoga zide mondaraba eske gushabaya guseli eyabu gizone na akrezoli la mare. Shabale na monelele bosekaya ikamozi gaga gaga bronde ekobobo sara rara mama mosik ekomeni na monarebo ikababa baba omba Bwana yuko mahali hapa. Omba ziga la barera bosha ziga babalera bosh. Haleluya, amen. Tusimame wote. Leo siku ya mwisho rafiki yangu, hata tuna mambo mengi, tuombe tuagane zetu. Haleluya. Kitabu cha Isaya kitabu cha Isaya mlango wa 43 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Nasoma kwa msaada wa Mungu. Lakini sasa Bwana aliyekuhuluku Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli asema hivi: usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katikati ya mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Mstari wa 4. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Amen. Haleluya. Tumejifunza kwa habari ya majina. Hebu tuombe kidogo. Ombea jina lako. Tuombe wewe sana sana, kwa maana jina lako na majina ya familia. Wewe ambaye una neema kidogo, ombea majina ya washarika, ombea jina la mchungaji wako mwinjilisti Parishwe. Haleluya. Sema kwa jina la Yesu. Maanisha, funga macho yako ili usishangae. Maanisha rafiki yangu, Roho Mtakatifu naomba mjalie kila mtu kuomba. Roho Mtakatifu naomba mjaze kila mtu kuomba. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila namna ya kifungo ambacho watu wa Fuka wamefungwa kwa majina yao, kwa njia ya mairizi, kwa njia ya sadaka, kwa njia ya maneno, kwa njia ya vyakula, kwa kuchukuliwa nyayo zao, kwa namna yoyote, ninaziendea madhabahu zinazoshikilia majina yetu. Madhabahu yoyote inayoshikilia jina langu, na agiza damu ya Yesu ikaondoe uhalali wa hiyo madhabahu kushikilia jina langu. Madhabahu yoyote inayoshikilia jina la mchungaji,
jina la wainjilisti na watumishi wa usharika huu, natuma moto kwa jina la Yesu, natuma moto kwa jina la Yesu. Hizo madhabahu ziachie usharika huu, ziachie watumishi wa usharika kwa damu ya Yesu. Majina yao na yakomboa kwa jina la Yesu. Roho wa Mungu ananiambia tuombe watumishi kwa majina yao. Kwa hiyo usiombe kitu kingine chochote. Anza na mchungaji. Mchungaji wako anaitwa Tumaini Mincha, au wengine unawajua wewe, mimi siwajui. Omba. Sema kwa jina la Yesu namfungua, na ameitwa kwa jina la Bwana. Neno lako Bwana kutoka kwenye kinywa cha Isaya ulisema, Bwana usiogope, Yakobo, maana nimekuita kwa jina lako. Nami ninamuita mchungaji wa madhabahu kwa jina lake Bwana. Ekarabashataya yendorebosika yagabo, kwa jina la Yesu ninapeleka sauti kama sauti za radi, kama sauti wa simba la kabila la Yuda. Ninamuita kuhani wa madhabahu mahali popote ambapo amewekwa kwenye madhabahu za giza, ili kukamata ufahamu wake, ili kukamata tabia zake, ili kukamata uwezo wake, ili kumfanya awe kipofu asione, ili kumpiga ukiziwi asisikie, ili kumfanya kilema asiweze kutembea. Kwa jina la Yesu, roho zilizokamata usharika, zilizokamata watumishi wa usharika, napiga madhabahu. Achia majina yao, majina ya wainjilisti wa usharika huu, napiga madhabahu. Achia majina yao, majina ya walimu wa Sunday school, napiga madhabahu. Achia majina yao, majina ya wazee wa kanisa, napiga madhabahu. Achia majina yao, majina ya wanakwaya, napiga hizo madhabahu. Achia majina yao, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, vifungo viachie. Napiga madhabahu zote zinazoshikilia majina ya walimu wa shule kwenye kanisa, piga achia, piga achia. Ramamamamamorelebosaya. Ndio kila mtu anayeitwa kama kiongozi kwenye usharika huu, na adui anamshikilia kwa majina ili kumvalisha maroho ya magonjwa, ili kumshambulia kwa roho za mafarakano, ili kumvalisha kiburi. Napiga kwa jina la Yesu. Waliozikwa na watoa kwenye makaburi, majina yaliyozikwa na yafukua kwenye hayo mashimo, watu waachiliwe kwa jina la Yesu. Omba. Malaika wa Bwana wapite mahali, kila mahali, wapite msako wa nyumba kwa nyumba, wapite njia moja baada ya njia nyingine, wapite kwenye barabara zote, kwenye kila mti mkubwa na mti mdogo, kwenye kila kilima na mlima. Riamanderebosaya, aliyepelekwa kwa mganga kwenye ulimwengu wa roho, maagano yaliyofanyika kwenye madhabahu na yavunja. Laana zilizoachiliwa kwenye madhabahu na ziharibu kila namna ya wanga anayewangia usharika huu kwa majina ya watu. Napiga na haribu, napiga na vunja na haribu kwa jina la Yesu. Omba. Sema kwa jina la Yesu. Maanisha sema kwa jina la Yesu. Yeyote aliyechukua jina langu akaliandika kwa wino wa damu, kwa wino mwekundu, kwa lugha ya Kiarabu, kwa lugha ya Kichina, kwa lugha ya Kiswahili, kwa lugha za Kiganga, kwa lugha za kichawi, kwa damu ya Yesu, aliyechukua jina langu akalipeleka kwenye madhabahu zao, akalipeleka kuzimu, ama kwenye vilindi vya bahari, ama kwenye mito, ama kwenye misitu, aliyezika jina langu, na agiza kisasi cha Bwana kiende juu ya makuhani wote wanaonifanyia ibada za mazishi kupitia jina langu, walionifanyia ibada za maombolezo kupitia jina langu. Nageuza hizo ibada zikawe ni ibada za kuwazika wao, zikawe ni ibada za kuwaombolezea wao. Hayo majina yangu
majina ya wazazi wangu, majina ya watoto wangu, majina ya ndugu zangu ninayachomoa kwenye vilindi vya bahari, ninayachomoa maeneo ya njia panda, ninayachomoa kwenye vilele vya milima, nayatoa chini ya miti. Majina yangu yaliyotundikwa kwenye miti, na kata hizo kamba, yaachiliwe, yaachiliwe kwa damu ya Yesu. Natamka na ninatangaza kukombolewa kwa majina yangu. Shika sadaka yako, ombea jina lako. Shika sadaka yako, ombea jina lako kwa imani. Mwambie Bwana, nasimama na sadaka ya agano kwa ajili ya jina langu. Nasimama na sadaka ya agano kwa ajili ya jina la mume wangu ama mke wangu. Nasimama na sadaka ya agano kwa ajili ya jina la baba na la mama. Nasimama na sadaka ya agano, agano la ukombozi, agano la kuwekwa huru, agano la kuachiliwa kwa watoto wangu ambao adui amekamata fahamu zao kwa njia ya jina. Salamando, omba, 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 omba. Mkono wako Bwana uende kila mahali. Bwana, litaje jina la huyo mwanao, taja hilo jina unaloliombea, kila jina linalotajwa mahali hapa. Ninaagiza Bwana, sauti ya utisho ikaita hayo majina, kisiwepo cha kuyazuia, kisiwepo cha kuzuia. Waachiliwe adui, achia majina ya watu hawa, adui achia majina ya washarika wafuka. Ninawadai waachiliwe, wanaoshikiliwa kwenye ulevi waachiliwe, wanaoshikiliwa kwenye ushirikina waachiliwe, wanaoshikiliwa mahospitalini waachiliwe. Baba, kwa damu yako, jina la mtu mmoja lililofungamanishwa na madawa ya hospitalini liachiliwe, liachiliwe kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, omba, 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 omba. Roho Bwana, ongeza nguvu zako mahali hapa. Roho Bwana, mjaze kila mmoja cha kusema kwenye midomo yake. Arendoroboshata ya gadabaya. Maajenti wote wanaomulika kwenye ulimwengu wa roho ili kuzuia mtu mmoja asiachiliwe, naamuru majina ya watu yaliyokamatwa kama misukule kwenye ulimwengu wa roho yaachiliwe, yaachiliwe. Natuma moto na jeshi la malaika wakaachiliwe, wakaachiliwe. Ariamandorebosaya, mutake musitake, mutawaachia watu hawa. Bwana akasema, wape watu wangu ruhusa. Farao akazuia, akapigwa pigo la kwanza. Anayezuia hatima yako na yeye apigwe kwa pigo la kwanza. Bwana akasema, wape watu wangu ruhusa waondoke. Farao akazuia, akapigwa na pigo la pili. Nami naagiza yeyote anayezuia, iwe ni mzimu, iwe ni mchawi, iwe ni mganga, yeyote anayezuia akapigwe, akapigwe, achie, akapigwe, achie. Anayezuia watu wafuka, apigwe, achie. Anayezuia usharika wafuka, apigwe, achie. Anayezuia uchumi wa watu wafuka, apigwe, achie. Farao akaambiwa na Bwana, wape watu wangu ruhusa. Akazuia, akapigwa pigo la tatu, bado akazuia, akapigwa pigo la nne, akazuia tena, akapigwa pigo la tano. Naagiza mapigo. Omba, 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 omba. Mwambie Bwana, wapige wanaonizuia, wapige wanaonishikilia, wapigwe wanaonizuia, wapigwe wanaonishikilia, wanaozuia hatima ya mtu mahali hapa, wapigwe, waachie. Wanaozuia elimu ya watoto, wapigwe, waachie. Wanaozuia uchumi, wapigwe, waachie. Wanaozuia afya, wapigwe, waachie. Wanaozuia lango la ndoa, wapigwe, waachie. Wanaozuia biashara, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Farao akaambiwa na Bwana, waachie watu wangu wakaniondoke. Akazuia, akapigwa pigo la sita,
akazuia, akapigwa pigo la 7, akazuia tena, akapigwa pigo la 8, alipozuia tena akapigwa pigo la 9. Omba kwa imani, omba kwa imani, omba kwa imani. Wachawi waliokuzuia tangu ukiwa mtoto mdogo wapigwe, wapigwe mapigo 9, wapigwe kwa mapigo 9. Sema kwa jina la Yesu, sitaendelea kukaa kwa mtumwa, sitaendelea kuwa mtumwa kwenye maisha yangu, sitaendelea kuwa mtumwa kwenye uchumi wangu, sitaendelea kuwa mtumwa. Nakataa watu wafuka, nakataa kila namna ya utumwa inayotumikisha watu mahali hapa, kila namna ya utumwa iliyokamata maisha ya watu mahali hapa, roho ya utumwa iliyokamata madhabahu naipiga, roho ya utumwa iliyokamata nyumba za watu naipiga, radi za moto, piga 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 piga, mapigo makuu yaende juu ya madhabahu zilizokamata watu wafuka. Piga kwa damu ya Yesu, piga kwa jina la Yesu. Haijalishi walimwaga damu za watoto wao, na simama na damu ya Yesu. Mapigo mapigo mapigo. Haijalishi walimwaga damu za wake zao, na simama na damu ya Yesu. Mapigo mapigo mapigo. Haijalishi wamemwaga damu za ng'ombe, damu za kuku, damu za mbwa, damu za paka, damu za kuku, iko damu ya mwana kondoo ambayo maandiko yanasema, jueni ya kwamba mumekombolewa, si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha wala dhahabu, bali kwa damu ya thamani ya mwana kondoo isiyokuwa na ila, isiyokuwa na mawaa. Naituma hiyo damu kwenye nyumba yako, naituma hiyo damu kwenye malango ya kanisa, naituma hiyo damu kwenye shule ya kanisa, naituma hiyo damu kwenye compassion ya kanisa, naituma hiyo damu kwa wafadhili wa kanisa hili. Omba usiache, omba usiache, omba usiache kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila mlango wa doa uliokamata majina ya watu wafuka ukaachiliwa kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunatuma moto wa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunatuma moto, kila tumbo lilomeza majina ya watu wafuka wakaachiliwe sasa kwa jina la Yesu, wakaachiliwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunatuma moto 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 wa damu ya Yesu, tunatuma moto wa damu ya mwana kondoo Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunatuma moto moto wa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kila jina lililomezwa kuzimu, kila mafanikio yaliyochukuliwa kwa watu wafuka yakarudi sasa kwa damu ya Yesu, yakarejea kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Damu ya Yesu inayonena mema kanene mema. Asante Yesu kwa uwezo wa nguvu zako. Asante Bwana, maana leo ni siku ya majira mapya Bwana, kwa ajili ya fuka, siku ya kujiliwa kwetu Bwana. Achilia nguvu zako Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Yesu, maana sema kwa jina la damu ya Yesu, sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Farao alipokataa kuachia Waisraeli, neno la Bwana linasema alipigwa yeye na Wamisri na watesi wote walipigwa kwa mauti ya mzaliwa wa kwanza. Na mimi naagiza yeyote anayezuia maendeleo yangu, anayezuia mafanikio yangu, anayezuia familia yangu, anayezuia kanisa langu, akapigwe kwa pigo la mauti, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Omba. Roho ya mauti ikawapiga wachawi, ikawapiga waganga, ikawapiga wanajimu, ikawapiga wapiga bao, ikawapiga wapiga ramli, kila mtu ambaye ni kinyume chako kwa ajili ya wachawi wote waliokamata hatima ya watu wafuka, kwa jina la Yesu. Omba. Sema naagiza mauti
Maanisha, toa sauti, sema naagiza mauti. Naagiza mauti sawa na neno la Bwana ya kwamba mchawi asiache kuishi, anayetaka kuishi aishi sawa na mapenzi ya Mungu, aache ubaya, amgeukie Mungu. Ambaye hayuko tayari apigwe kwa mauti, apigwe kwa mauti. Aachilie hatima yangu, aachilie elimu yangu, aachilie uchumi wangu kwa damu ya Yesu. Omba, 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 omba. Anayetaka kukuua afe yeye kwa jina la Yesu. Wanaotaka kuua kanisa wafe wao. Wanaotaka kuua manabii na watu na mitume wa Mungu wafe wao. Wanaoshambulia makuhani wa ile eneo wafe wao. Wanaoshambulia waombaji wafe wao. Wanaoshambulia wanauamsho wafe wao kwa jina la Yesu. Kama ambavyo mauti ilishuka juu ya Wamisri walipokataa kuachia Israeli na watu wote ambao wana vifungo ambavyo wamefunga nyumba za watu wapigwe, wafe, waachilie hizo nyumba zijengwe zikamilike, wapigwe, wafe, waachie watoto waende shule, wapigwe, wafe, waachie hizo biashara, wapigwe, hayo makensa wanaopandikizia watu yaondoke. Omba, 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 omba. Maanisha tuko kwenye hitaji la mwisho. Omba kwa imani. Tunaagiza mkono wa Bwana ukashughulike na maadui zetu, ukashughulike na watesi wetu, ukashughulike na walio kinyume na Bwana. Wapigwe wanaoshindana na Mungu aliye hai, wapigwe wanaoshindana na mpango wa Bwana kwenye usharika huu, wapigwe wanaoshindana na kusudi la Mungu mahali hapa, wapigwe. Halalamamaroreboshatayaga. Naagiza mishale ya moto, vua ya mishale ya moto. Yule malaika wa mauti ambaye maandiko yanasema ya kwamba alipokuwa anapita, alipoona nyumba ambazo hazina damu, yule malaika wa mauti alipiga na kupatiliza kwenye hizo nyumba, na nyumba yoyote isiyokuwa na damu ya Yesu inaagiza moto ukapiga kwenye hiyo nyumba. Shalamandorobosika. Mahali popote penye mawakala wa giza, moto ukawapige, moto ukawavunje, na watu wa Mungu waachiliwe kwa damu ya Yesu. Sema, kwa jina la Yesu najitangazia uhuru kwenye maisha yangu, najitangazia ushindi kwenye maisha yangu, na katika mambo yote ninashinda na zaidi ya kushinda, kwa sababu ya Yesu anayenipenda na yaweza mambo yote, maana Kristo ananitia nguvu kwa jina la Yesu. Haleluya! Pige Bwana makofi mengi na vigelegele. Haleluya! Hakuna, 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 hakuna usiloweza, hakuna, 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 hakuna usiloweza. Haleluya, haleluya. Nataka tuagane, nataka tuagane. Kimpendeza Mungu, tutaonana tena siku zingine. Haleluya. Ni maombi yangu Mungu akupe neema ya kusimama na nguvu zako, kuendelea kujiombea, kuendelea kuomba. Mokeleboshataya. Haleluya. Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 17 mstari wa 27. Matendo ya Mitume 17 mstari wa 27. Maandiko yanasema hivi: ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa papasa, wakamwone ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Kwa maana ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Amen. Haleluya. Neno la Mungu linasema tukimtafuta Mungu
hata kwa kupapasa papasa. Kupapasa maana yake ni hujui yuko wapi, hujui, unafahamu, unaona giza kwenye macho yako, unaona giza kwenye uchumi, unaona giza ukijitafakari, uoni mbele, uoni nyuma. Maandiko yanasema hata kwa kupapasa papasa utamuona Mungu. Haleluya. Kwa lugha nyingine, hata kwa mashaka utamuona Mungu. Bwana asifiwe. Wadogo zangu na rafiki zangu na wengine wanaweza kuwa watoto wangu kabisa, Mungu anasikia maombi ya mtoto kuliko maombi ya mtu mwingine yoyote, kwa sababu mtoto ni malaika wa Mungu, kwa sababu mtoto hajaharibiwa na mambo ya dunia. Kwa ndugu zangu na rafiki zangu, mnapokuwa shule kwenye vipindi vya dini, mkiomba, omba kabisa kwa imani. Wakati unaomba, hakikisha unafunga macho yako ili ikusaidie usitangetange kimawazo. Ukikaa hivi umetulia, unatakiwa uwe na notebook chako, kadaftari kazuri ambako unaweza kuandika mambo yako ya msingi. Muombe Mungu akufunulie kwamba unatakiwa uwe nani. Kama unataka kuwa daktari, unataka kuwa pilot, unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa, unataka kuwa rais, unataka kuwa waziri, unataka kuwa mwalimu, unataka kuwa mwanajeshi, andika mahali. Andika mahali. Kila ukiamka asubuhi mwambie Mungu, nataka niwe mwalimu, na niwe mwalimu wa tofauti. Katika chochote unachokichagua, kama ni mwalimu mwambie nataka niwe mwalimu mwaminifu kwa Mungu na kwa watu wote, na mwenye mafanikio ya kimwili na ya kiroho. Usichague kitu afu utakapokuwa kwenye hicho kitu ukawa mtu wa kudharauliwa. Bwana apewe sifa. Omba sana kwa ajili hiyo. Afu uwe na tabia ya kutoa sadaka. Unajua hauna kazi, lakini ile pesa kidogo unayopewa na mzazi wako unatenga hapo sadaka. Kila unapoomba, hata kama ni shilingi 1000, unamwambia Mungu, kumbuka sadaka yangu. Kumbuka sadaka. Kipewa hela na mzazi, tenga hapo sadaka. Ukitoa pale madhabahuni, mwambie Mungu, nisaidie niwe mtoto mwema, niwe kijana mwema, nije niwe baba au mama mwema, mzuri, mwenye mafanikio, anayekutumikia wewe. Ngapi amenielewa? Mungu awabariki. Haleluya. Ndugu zangu na rafiki zangu, usharika umewekeza nguvu kubwa sana kufanya hichi kitu ambacho kinafanyika hapa. Lakini ninyi ambao mmehudhuria kwa uaminifu, basi nawasihi sana muungane, endelee kuombea usharika wetu. Haleluya. Tuombe. Mwakani tukiitwa tena hapa tukute kanisa limejaa. Haleluya. Inawezekana. Haleluya. Mwanzo mara nyingi unakuwa mgumu, lakini watu wakiendelea kuomba, wasipochoka, Bwana anajitukuza mbeleni. Bwana asifiwe. Ni maombi yetu kwamba Mungu atawapa hiyo neema. Kaka uliyetupigia kinanda na kuombea, Mungu tutamwombea kaka asikosekane hata siku moja, na Mungu ampe timu ya waimbaji watakao shirikiana naye. Mliombee, kila kitu kinakuja kwa maombi. Bwana asifiwe. Kila kitu kinakuja kwa maombi. Tuombe Mungu atupe timu, na tumwombee Mungu yule kaka, Mungu ampe mzigo, hiyo huduma aifanye kutoka moyoni, asikosekane. Kama unaahidi utafanya hilo, punga hivi, japo sijui upatikanaji wako. Ni mwanachuo? Nikajua ni msharika. Mungu akubariki sana. Akifungua chuo anasepa, hamna shida. Tamomba Mungu atatuinulia mtu wa hapa. Haleluya. Tunaombea Mungu ana uamsho. Mungu awape. Mjiunge, mtafute namna ya kuomba, muombea mchungaji, kuombea usharika, ili Mungu alete roho ya uamsho kwenye usharika wetu. Haleluya. Wakati unafanya maombi kwa ajili ya jambo la Mungu, Mungu anaanzaga kufanya na kwako kwanza. Bwana asifiwe sana. Mungu hawezi Mungu ukija ukimwomba Mungu kwa ajili ya mtu mwingine,
kama Ayubu. Biblia inasema naye Ayubu alipoanza kuwaombea rafiki zake, Mungu akaugeuza ule uteka wa Ayubu, akampa baraka nyingi kuliko pale mwanzo. Haleluya. Nawashukuruni sana. Tumepata ushirikiano mzuri sana kutoka kwa mchungaji na ninyi nyote. Tumekuwa na huduma ya baraka hapa. Tumeona Roho Mtakatifu. Nilikuwa namwambia mchungaji leo kwamba hii madhabahu ya Fuka hapa kuna neema kubwa ya Mungu. Maana kila ukija kusimama, Roho Mtakatifu analeta vitu vya kusema na unasema vinagusa maisha ya watu. Kwa hiyo kuna neema kubwa hapa. Nimemwambia mchungaji hapa Fuka sio mahali pa kutumia nguvu kutafuta Bwana. Unachokona kidogo tu hivi maji yanatoka. Haleluya. Naomba Mungu hizi siku 40 zitakapoisha kikazaliwe kitu ambacho kitaenda kuleta mapinduzi makubwa kwenye ulimwengu wa roho ndani ya usharika wetu huu. Bwana asifiwe. Lakini nashauri pia kama kuna wanauamsho wanajulikana wamerudi nyuma, wafuatwe. Haleluya. Wafanyie ziara. Inawezekana wengine labda wameenda kwenye mahema, wameenda wapi? Tuwatembelee. Tuambie jamani kule kumekucha. Turudi nyumbani sasa. Wanasema nyumbani kumenoga. Nasema turudi nyumbani kumenoga. Paka tuhakikishe kwamba tunainuka sawa sana ambavyo Mungu amekusudia na sawa sana ambavyo Mungu ameweka mzigo ndani ya mchungaji kwa ajili yenu. Haleluya. Kila kitu tulichokifanya hapa kiko kwenye YouTube yetu na Facebook. Tuna share. Kwa hiyo mkiandika Tumaini Tarimo kwenye YouTube yako, unaweza kuona mafundisho tuliyofundisha hapa. Haya maombi ya leo tutamwomba Jose atusaidie kuyaweka kwenye YouTube yetu, yatengeneze vizuri. Tunaweza tukaendelea kuyaangalia. Naomba nimkaribishe mchungaji, sisi tutakuwa tumemaliza. Na tushaomba kila kitu. Kama kuna maombi mengine. Kabla sija, unajua huyu ni kama babangu huyu. Kwa hiyo mchungaji nakushukuru sana. Huyu pamoja na kwamba tumesoma naye lakini amekuwa kama mlezi wakati tuko chuo. Yeye alikuwa anatuhamasisha sana kuomba na tulikuwa tuna timu yetu ya maombi. Tulikuwa tunaombea chumbani kwake. Na mambo yote tuliyoomba baada ya kumaliza chuo Mungu aliyafanya. Lakini hata baada ya kumaliza chuo ameendelea kufanyika baraka kwangu kwa namna nyingi sana. Hata naona neema katika ugeni huu. Mimi kualikwa wa kwanza hapa najisikia kupaishwa, kualikwa mjini. Yaani lami iko hapo alafu kanisa liko hapo. Kwa mchungaji, Mungu akubariki. Asante sana. Mungu akubariki sana pastor. Kuna kitu bwana mchungaji hujasema. Mimi nimekuwa mlezi lakini nimekuwa mshenga wa ndoa yake. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri unaweza kuelewa sasa kwamba akisema nimekuwa karibu, kwa kweli nimekuwa karibu sana na mchungaji na amekuwa rafiki yangu kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya rafiki yangu mchungaji Tumaini Tarimo kwa jinsi ambavyo ametumika na kwa jinsi ambavyo amekuwa baraka hapa kwetu kwa siku hizi 8. Leo kimsingi sina mpango wa kukuaga kwa sababu na uhakika unakuja tena na kama tulivyokubaliana, na jua kila wakati tunakubaliana na hujawahi kuniangusha. Kwa hiyo naamini utakuja tena. Programu zetu za ibada za masifu ya asubuhi na jioni zitaendelea kama kawaida. Tutakuwa na ibada pia za kukesha. Kila mwezi tutakuwa na mkesha mara moja, lakini tutakuwa na matamasha kila mwezi. Kwa hiyo naamini tutakapokuwa tunapanga ratiba zetu hizo na kamati yetu, idara yetu ya uamsho, basi tutakapokualika utakuja tena. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanatamani tumwalike tena baba mchungaji Tarimo tuwe naye kwa kipindi kingine? Amin. Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi yangu kwamba tunapomaliza huduma hii Mungu awape neema tena baba mchungaji pamoja na mwinjilisti waweze kufika tena na tuweze kushirikiana nao katika kazi ya Mungu ambayo tunaendelea kuifanya mahali hapa. Baba mchungaji, hatuna maneno mazuri ya kukushukuru kwa ajili ya kazi na huduma ambao Mungu amekupa kuifanya hapa kwetu Fuka, lakini tunataka kukuombea Mungu akupe nguvu na afya njema, uendelee kufanya kazi na huduma ambao ameweka ndani yako. Usione kuchoka wala usione kupungukiwa kabisa kwa jinsi unavyojitoa
kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu akubariki sana, ndicho kitu ambacho tunaweza kusema. Mungu akubariki sana kwa kazi yako njema ambayo umeifanya, na ni furaha yangu kuona tukishirikiana pamoja kila wakati na kusudi ambalo Mungu amependa tuweze kulitimiza, hasa kwa kipindi hiki ambacho amependa tuwe pamoja kwenye jimbo hili. Najua tumekuwa tukishirikiana hata nilipokuwa jimbo lingine, lakini sasa Mungu akapenda tuwe karibu kwenye jimbo hili la Siha, basi naamini tutaendelea kushirikiana kwa ukaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, nataka tufikie mwisho sasa. Najua tumeshapata nafasi ya kuomba na baba mchungaji ametuongoza katika maombi, na sasa tunapofikia mwisho tutamshukuru Mungu kwa ajili ya huduma nzima ilivyofanyika, lakini tutamshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji na kuendelea kumweka mikononi mwa Mungu ili Mungu aendelee kumtumia vyema katika maeneo mengine ambayo ataendelea kuhudumu. Bwana Yesu asifiwe. Hope living stone to my ear.